Video za ngono kabisa nilikuwa ninaziona. Nilikuwa ninatoka kwenye maombi, tunatoka hata kama itakuwa mkesha, tulikuwa yani tukitoka kwenye maombi tu nikienda nyumbani, naenda chumbani. Nikiingia chumbani sitafanya kingine. Nafungua simu, naanza kuona video za ngono. Nilikuwa naziangalia kabisa. Hadi ilifika hatua yani mimi kuanza kutamani mabinti wenzangu. Yani nilikuwa nikimwangalia binti mwenzangu, yani naanza kumvua nguo kabisa na mimi. Nilifika hatua ya kuanza kuwatamani mabinti wenzangu. Unakuta tuko sote pamoja lakini moyo yani kimenigusa moyo kabisa. Nikaona sio mbaya na sio mbaya sana kuweza kukizungumzia, kwa sababu katika 100% ya sisi wa Kristo, na hasa sio wa Kristo tu, hata wapagani pia wako katika kifungo hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha kwanza ni muombe Mungu ili nikapate kuliongea neno hili kwa ufasaha zaidi. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, Bwana, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Ninaomba unisaidie kwa ajili ya neno hili ambalo nalokwenda kulisema saa hii. Ninaomba unisaidie kupitia jina lako Yesu Kristo ninaombayo. Amen. Basi nina neno ambalo ninataka kuzungumza kidogo, na nataka kuna kitu ambacho nimekiona, lakini katika kitu hicho napenda nigusie katika kitu hicho. Kuna video moja ambayo nimeiona mtandaoni hapa Instagram. Video hiyo ya dada mmoja anatoa ushuhuda wake. Ushuhuda wa kusema kwamba alikuwa akiangalia picha video za ngono kabisa nilikuwa ninaziona. Nilikuwa ninatoka kwenye maombi, tunatoka hata kama itakuwa mkesha, akaanza kutamani mabinti wenzangu. Ilifika hatua mimi kwanza kutamani mabinti wenzangu. Hiyo ilikuja wapi? Kwa kutazama zile video. Sasa kitu hicho kimenigusa sana moyo. Akasema kwamba alikuwa akitoka kwenye maombi, kama unavyotazama wewe mwenyewe video hiyo ambayo nimekuwekea mwanzoni. Akitoka kwenye maombi, anaanza kutazama hizo video za ngono. Kusema kweli, sasa hivi anatoa ushuhuda. Yaani kilichomfanya yeye atoe ushuhuda ni kudhibitisha kwamba Mungu amemtoa mahali pabaya na kumfikisha mahali palipopema sasa hivi mpaka mtu anatoa ushuhuda, ujue kwamba mtu mtu akifika kutoa ushuhuda, ujue kwamba ameona mabadiliko katika maisha yake sasa. Yaani anakuwa akijiangalia yeye wa zamani na wa sasa yuko tofauti. Yaani amefika hadi hatua ya kutoa ushuhuda, ujue kwamba anatazama ya kwamba Mungu amembadilisha sasa. Imagine mtu anatoka kwenye maombi ya Mungu, lakini istoshe anaona kama kuna kitu kingine ambacho bado kinamvuta. Anatazama picha au video, picha za utupu au video za utupu. Kwa hiyo, kwa nini nataka kusema hivi? Nataka kusema kwamba Wakristo wengi na wapagani wengi wamefungwa sana katika kifungo cha kutazama picha za ngono na kufanya masturbation. Sasa cha ajabu ni kipi? Wachungaji wetu hawatuambii, hawatufundishi. Na tatizo iko wapi? Katika wachungaji wanaochunga kondoo. Hawafundishi watu mambo haya, wanaona ni aibu. Na katika mambo haya madogo madogo, kwa sababu maandiko yanasema kwamba yeyote ambaye atakayefundisha mambo yale yatakayopunguza mambo madogo, huyo atakuwa mdogo katika ufalme wa mbinguni, na yote atakayefundisha mambo hayo atakuwa mkubwa. Sasa unakuta wachungaji wetu hawafundishi hayo mambo, wanayaficha, wakati watu wengi wanaangamia, na wanaume wengi na wanawake wengi na watu wengi wataenda motoni kwa sababu ya hivyo vitu. Wewe ni mchungaji, mhubiri, mwinjilisti, unashindwa kuwahubiria watu vitu vya msingi ambavyo vinawaua watu. Wakristo wanatazama picha za ngono, Wakristo wanafanya masturbation, Wakristo yani vitu ambavyo sio vyema, havileti utukufu mbele za Mungu. Imagine hata mtu anaingia kanisani, na ndio maana nakwambia mtu anaweza kawa anaingia kanisani, anatoa sadaka, anamtumikia Mungu, anaimba kwaya, lakini matendo yake bado ni maovu.
Haujui vitu anavyovitenda sirini. Huyo dada anasema kwamba yeye alikuwa akitoka hata kwenye maombi, lakini anatazama picha za ngono ambayo ni machukizo sana mbele za Mungu. Utakuta kuna wakati alikuwa akijaribu yeye mwenyewe kuacha kwa uwezo wake, anashindwa. Kwa uwezo wa mwanadamu hauwezi kuacha huo mchezo, hauwezekani. Kwa hiyo na mimi nataka kuambia kwamba nyinyi wa Kristo mnaotenda vitu vya hivyo, hacheni, ni chukizo mbele za Bwana. Kwa hiyo mambo yote kama na hayo ni uchafu, na uwezi ukaona mbingu, hauwezi ukaingia mbinguni na unafanya uchafu wa namna hiyo. Hauwezi ukaingia mbinguni na unajichua. Hauwezi ukaingia mbinguni na unafanya masturbation. Hauwezi ukaingia mbinguni na unaangalia picha za ngono. Hauwezi ukaingia mbinguni na unatazama picha ambazo hazileti utukufu mbele za Kristo, kwa maana ni uchafu. Sasa wahubiri wengi hawahubiri mambo hayo, wako tu katika mafanikio ya dunia, wako tu kusema kwamba Mungu anachukia dhambi. Sasa dhambi zipi ambazo Mungu anachukia? Hawaweki wazi. Lazima uambie watu, kama unasema kwamba Mungu anachukia dhambi, sema dhambi zipi ambazo Mungu anachukia, kwa sababu watu wapate kujua. Watu hawajui kama kuangalia picha za utupu ni dhambi. Siku za leo watu hawajui kama mpira ni dhambi. Hawajui kama ni chukizo, na hicho kitu kitawafanya watu wengi waingie motoni. Wewe unakuta mtu anabisha ya kwamba mpira sio chukizo mbele za Bwana. Mpira sio chukizo. Sasa mwisho wa siku unapokufa, Mungu anakuonyesha vitu ambavyo ulikuwa ukifanya anavichukia, unakuja kujutia. It's too late. Too late. Haukarudi tena, kwa sababu umedestroy maisha yako wakati ulipokuwa unaishi duniani. Kwa hiyo mambo madogo madogo ambayo wachungaji hawapendi kuwafundisha waumini wao yatawaua. Waumini wengi wanaangamia kwa vitu vidogo vidogo. Leo unakuta Mkristo anasikia nyimbo za kidunia na bado anaokoka na anaimba kwaya. Leo unakuta Mkristo anaangalia video za utupu, masturbation, anajichua na bado anaangamia. Leo unakuta Mkristo anacheza mpira na anaenda kanisani na anaimba kwaya na bado anaangamia. Lakini mwisho wa siku vitamwangamiza hivyo vitu, na wengine kufanya tendo kabla ya ndoa. Vitu hivyo vitawaangamiza, kwa sababu hayo yote mambo ni machukizo mbele za Kristo, ni machukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo mimi hicho kitu kimenigusa sana, nikapata neno la kusema, kwa sababu mambo haya niliwahi kuyazungumza zamani sana. Niliwahi kuyazungumza. Kwa hiyo aliye na masikio asikie. Roho ananena na watu, anasema na watu, na kwa hiyo Roho anasema na wewe leo, anaongea na wewe leo. Hata masturbation, hata kujichua, hata kuangalia picha za ngono, hata kuangalia vitu ambavyo vitakuangamiza. Ukiona mtu anatoa shuhuda, ujue kwamba Mungu amemtoa mahali pabaya na kumbadilisha. Sio kila mtu ana ujasiri wa kusema hayo mambo. Sio kila mtu. Vijana wengi wanakufa. Vijana wengi wanateseka na hayo mambo. Alafu sikiza nikuambie kitu kingine. Masturbation au kuangalia picha za utupu hazipo tu kwa watu ambao wameoa, watu ambao hawaoi. Hata watu ambao wanaoa wako katika kifungo hicho. I'm serious, I'm telling you the truth. Nakwambia kweli. Hata watu ambao wameoa wako katika kifungo hicho. Wewe unakuta mtu ameoa ana mke. Watu wengine, subiri kwanza niseme. Watu huwa wana misemo ya kwamba, acha kwanza niangalie kwanza hizi video za utupu, alafu baadaye nitaacha nikisha kuwa na mke. Unajidanganya. Hauwezi ukaacha, kwa sababu ni kifungo hicho, na kutoka hapo mpaka Mungu akutoe. Hauwezi ukatoka hapo. It's not easy. How do you think? It's not easy. It's not easy. Hadi Mungu akutoe hapo. Kwa sababu unakuta mtu anakuwa anaangalia hivyo vitu, alafu anajidanganya, nitaacha nikiolewa. Lakini jua utaendelea kufanya hivyo vitu. Unakuta watu wengine
Mwili ukisha waka tamaa sana, unakuta wengine wanaanza kuchukua yale matoi, wanajifanyisha wenyewe mambo hayo. Sasa sikiza nikwambie, ole wako wewe unayetenda vitu hivyo. Hukumu inakusubiri. Bado mapema. Acha mambo hayo. Na kuonya kama mtumishi wa Yesu Kristo. Acha vitu hivyo, kwa sababu hukumu ipo. Usiseme kwamba utaacha wakati utakapoolewa au kuoa. Hautaacha. Ukweli nakwambia, tunasikia shuhuda nyingi tu sana za watu ambao wanafanya hivyo vitu. Unakuta mtu anashindwa kuacha vitu hivyo. Mtu ana mke lakini hariziki. Mtu ana mme lakini hariziki. Anaona kama mme wake hamridhishi, bora aende kutafuta kitu kingine mbadala cha kumridhisha. Sasa nakuonya, acha ndugu yangu vitu hivyo. Mungu anachukia vibaya mno. Anachukia mtu anayeangalia vitu hivyo, anayetazama vitu hivyo. Ni machukizo makuu sana sana mbele za Kristo. Kwa hiyo mpeni pongezi sana huyo dada. Mimi nampongeza sana. Nampongeza sana huyo dada, kwa sababu ni ujasiri wa Mungu yeye kusema makuu ambayo Mungu anamtendea. Watu wanacheka. It's not funny. Sio funny kabisa. Sio funny. Ni kitu ambacho kiko real. Kwa hiyo Mungu awasaidie sana vijana wenzangu. Na ndio maana nawaambia, okokeni. Tokeni huko. Kwa sababu chanzo cha mabaya ni kumkosa Mungu. Na hata wengine wako katika Kristo, wameokoka, lakini si wa Kristo kweli, ni wa Kristo jina. Na hao wa Kristo jina ndio wanatenda mambo hayo. Wewe hauna vuguvugu wala baridi. Ndio maana Mungu anakutapika. Ni heri ukawe moto tu. Bas. Just full stop. Other than that, utakuwa ukibebwa tu na shetani. Vijana wengi wanaharibika sana. Vijana wengi wako huko. Imagine mtu ameshaanza kutamani mwanamke mwenzake. Ni kitu cha ajabu sana. Hiyo ni roho ya shetani. Ni roho ya ushoga ambayo tayari ilikuwa imeshamvaa ule mtazamo ambao ulikuwa kila wakati akitazama vile vitu. Mwishowe vikampelekea pabaya. Kwa hiyo hayo ni makuu. Yeye anawaambia nyinyi mpate kusikia ushuhuda wake, na kwa sababu mtu anapotoa shuhuda anamwaibisha shetani na kuambia wale ambao wanaozidi kutenda vitu hivyo watoke huko. Kwa hiyo na mimi nakwambia wewe unayenisikiliza na kuona hii video, usitoke katika hii video. Sikia hii video. Utoke huko uliko. Toka huko uliko. Nyinyi nawagana washangana nyinyi. Unakataa maombi, hautaki kuombewa, hautaki kwenda kanisani, unakimbia maombi. Mwisho wa siku utakufa kwa hivyo. Alafu utalaumu nani? Utamlaumu Mungu? Mungu halaumiwi. Mungu ni Mungu mwenye haki. Kwa hiyo hivi anasema na wewe leo hivi anasema na wewe leo, na atakuonyesha hiki ambacho umeona hapa siku yako ikifika. Kwa hiyo epuka huko, toka huko. Mimi sitaki ni kuone wewe ukitupwa motoni. Hizi ni nyakati za mbaya hizi. Sisi vijana hatuishi sana kama hujui. Vijana hatuishi sana, tumeshaanza kufa kama kuku. Kwa hiyo mtu unakatishwa maisha ungali na miaka 20, miaka 18, miaka 19, miaka 30. Hatufiki hata kwenye miaka 45 kizazi hiki. Kwa nini? Maovu yameshatawala sana, na Mungu anaruhusu tu ubebwe kwa sababu haumjui au mtafuti. Sasa itakufaidisha nini? Kila siku unatazama hivyo vitu, itakupa faida gani? Toka huko. Kubali kuombewa, njoo uombewe naye Mungu atakufungua. Mungu atakutoa huko, njoo uombewe. Usikatae maombi. Maombi ni silaha. Maombi ndio ambayo inakufanya wewe unatoka sehemu mbaya. Bwana Yesu aturumie sana. Bwana aturumie sana. Vijana tokeni huko, kwa sababu vijana wengi wamefungwa katika huo mtego wa shetani. Na Wakristo na wapagani wamefungwa huko. Usiseme kwamba utabadilika kesho au utaacha masturbation kesho. Hapana.
Na uende unajaribu kuacha lakini inashindikana. Uende unajaribu kuacha lakini inashindikana. Ni ngumu sana. Inahitaji msaada wa Mungu. Inahitaji msaada wa Kristo. Kwa hiyo njoo uombewe na Mungu akusaidie. Ninaitwa mtumishi Salum. Ulikuwa ni ushauri na mapendekezo yangu juu ya vijana. Napongeze sana kwa dada yetu ambaye anamtolea Mungu sifa na kutoa shuhuda. Mungu akubariki sana wewe dada. Ijapokuwa sikujui, lakini Mungu akubariki sana. Amen.